Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mwaka huu tulipata bahati kubwa kwamba tulioomba nafasi ya umea tulikuwa watu 10, lakini baada ya mchakato wa awali ambapo vikao vya chama kuanzia ngazi ya wilaya mpaka taifa ulirudisha majina mawili, ambapo mimi na mwenzangu Happiness Ibasa ambaye ni diwani wa kata ya Nyegezi tulipata nafasi ya majina yetu kurudi. Mchakato hakika ulikuwa na ushindani mkubwa, na huu pia ni kutokana na mwamko mkubwa hususan kwa kina mama wanapoingia katika nafasi zetu hizi. Kwa hiyo tulikuwa na ushindani mkubwa na hatimaye tumeweza kufanikisha kumaliza uchaguzi huu kwa mimi kuongoza kwa kura 15 kati ya kura 11 zilizopigwa za wajumbe 27, ambapo wakiwepo waheshimiwa wabunge wawili wanaotoka katika jiji letu la Mwanza au wilaya ya Nyamagana. Zoezi kubwa ambalo lilikuwepo la uchaguzi baada ya kukamilika tu, tunao wajibu sasa wa tulichokiomba katika kipindi chote cha uchaguzi kwenda kutekeleza na kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya kazi kuweza kumsaidia Mheshimiwa Rais, lakini pia kwa matarajio ya kuwagusa wananchi ambao wamekuwa waliotupa dhamana hii ya kuongoza na kuwa viongozi wao. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunawaambia wananchi kwamba tayari sisi baraza la jiji la Mwanza punde litaanza kazi. Yapo mambo ambayo yanaonekana kuwa ni changamoto kubwa, ikiwepo changamoto ya miundombinu. Na sisi kama baraza la madiwani zipo vipaumbele vya mambo mengi, lakini miundombinu ikiwa moja ya kipaumbele chetu kikubwa sana. Lakini pia uboreshaji wa huduma, ikiwepo huduma za afya na mambo mengine kadha wa kadha ambayo tunakusudia kwamba katika kipindi hiki cha baraza hili itakuwa baraza lenye nguvu sana, kwa sababu pia lina vijana wengi na tunategemea mapinduzi makubwa sana hususan kwenye uletaji wa maendeleo na utatuaji wa changamoto ambazo zipo katika maeneo yetu. Nimejipanga vizuri, lakini ninachoamini kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza, ndio nimekuwa diwani kwa mara ya kwanza na nikiwa na naibu meya kwa mara ya kwanza. Ninachojua ni kwamba natakiwa kwenda kuzifanya kazi kwa ufasaha za wananchi wetu waliotuamini wakatupa ridhaa hii. Kikubwa naweza kusema kwamba nitamshauri meya wangu vizuri, lakini nitakuwa karibu na wataalamu kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu ambazo ndio hizo kazi ambazo wametutuma wananchi. Nadhani kikubwa ni kwamba wananchi wanahitaji kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo ninachoweza nasema kwamba nawaahidi utendaji uliotukuka. Ni mara yangu ya kwanza kugombea udiwani, lakini sikukata tamaa, nikasema niongeze na nikagombea katika nafasi ya umeya. Nimeona mpambano ulivyokuwa, nadhani watu wanaelewa kwamba kila nafasi unayoenda sio nyepesi. Nimejiona kwamba ni mwanamke ambaye ninaweza kufanya zaidi ya hiki, na nishukuru tu hata kwa wote ambao walionipigia kura, kwa sababu mimi ni mara yangu ya kwanza kugombea udiwani na ni mara yangu ya kwanza kugombea umeya, halafu nimezidiwa kwa kura 4. Aliyenitangulia ni diwani, amepita kwa miongo iliyopita, lakini pia amekuwa meya kwa kipindi kilichopita. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo imenitia moyo. Kwa hiyo kwa mimi sioni kama vile nimenana, ila ninaona imenipa nguvu na ujasiri kwamba ninaweza nikafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki. Lakini pia niwaambie tu wananchi wa Happiness watarajie mambo makubwa. Sio kwamba alikuwa amebezi katika nafasi ya umeya. Niligombea udiwani ili nikawatetee Wananyegezi. Nafasi ya umeya ilikuja tu kwamba ni namba, lakini ninabaki pale pale kwenda kupiga kazi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.